vinaendelea kati ya Iran na Marekani juu ya masuala ya nuclear. Kikao cha kwanza kilifanyika Oman, kufikia muafaka. Moja ya vitu ambavyo Marekani wanataka wa Iran wafanye ni kuhamisha madini ya uranium na kuyapeleka katika nchi nyingine kama Urusi, lakini hichi kitu wa Iran wanakihofia kwa sababu wanajua wakiondoa hayo madini itakuwa rahisi kwa Marekani kuwavamia, kwa sababu hii kitu walishaona kwamba Marekani wanaweza wakageuka, walishaona kwa watu kama Libya kikiwatokea kwa wenyewe hawataki. Kwa hiyo haya mazungumzo hayakuzaa matunda, wakayaschedule mazungumzo mengine yafanyike Jumamosi, yakafanyika Jumamosi iliyopita kule Italy, ambako na yenyewe pia bado hajafikia muafaka. Kwa mazungumzo mengine yameandaliwa, yatafanyika tena Oman, nafikiri Jumamosi hii inayokuja. Sasa moja ya vitu ambavyo vimeongelewa katika vyombo vya habari ni malalamiko ya wa Iran. Kupitia vyombo vya habari, wa Iran wanalalamika kwamba Israel wanataka kutibua haya mazungumzo yao ya nuclear na wa Marekani. Wao wanaenda vizuri katika mazungumzo na wa Marekani, lakini kuna wa Israel wanataka kuyatibua. Sasa pengine wengine wanajiuliza kwa nini Israel wanataka kutibua hayo mazungumzo? Kwani Israel ina maana kwamba wanataka Iran wawe na hizo nuclear, au yani kwa nini wanataka kutibua haya mazungumzo? Hiki ndio kitu ambacho nakwenda kukichambua leo. Hii ni Rachel Robin Online TV. Usisahau kusubscribe hapo chini ili uwe wa kwanza kupata video zangu kama hizi. Sababu kubwa inayomfanya Muisraeli atibue mazungumzo ya Iran na Marekani kwa sababu Israel hawataki mazungumzo. Sera kuu ya Israel katika kudili na mtu mwenye miundombinu ya nuclear ni kuingia kijeshi na kuilipua. Hii ndio sera yao kuu na si mazungumzo. Na hii kitu huwa ndio inaenda kinyume na Wamarekani. Marekani wao huwa wanapenda mazungumzo, umeona, lakini Israel mazungumzo huwa hawataki. Na tushushuhudia Israel wakilipua miundombinu ya nuclear ya Syria pamoja na Iraq. Mazungumzo ya diplomasia hapana, umeona. Marekani walikuwa wakitaka mazungumzo ya diplomasia Syria, lakini Israel yakaenda pasipo kuwa taarifu na kuilipua ile miundombinu ya nuclear ya Syria, umeona. Kwa hiyo sasa hivi Israeli wanavyoambiwa na Wamarekani kwamba hapana, tusiingie kijeshi kuilipua, tufanyeni mazungumzo ya diplomasia, Israeli wanaona wanacheleweshwa, umeona, wanaona wanacheleweshwa. Kwa hiyo wao wanatamani haya mazungumzo yasifanikiwe ili waingie kijeshi. Je, wanapenda kuingia kijeshi kwa sababu wao ni wagomvi sana au ni kwa sababu gani? Iko hivi, hii miundombinu ya nuclear ya Iran iko Mashariki ya Kati na Israel ipo Mashariki ya Kati. Kwa hiyo mtu yeyote kuwa na nuclear Mashariki ya Kati, maana yake ni kwamba kumfikia yeye Muisraeli ni rahisi. Kwa hiyo ndio maana na yeye huwa anaona kabisa kwamba hapa haya mazungumzo tunaweza tusifikie muafaka, hapa niende tu kijeshi niimalize. Yaani kama na uwezo wa kuimaliza kijeshi niimalize kijeshi, kwa sababu anajua kabisa kwamba yuko karibu na hiyo miundombinu. Ni sawasawa na Marekani ukiipeleka miundombinu ya nuclear nchi jirani na Marekani. Mfano, Mrusi alipopeleka silaha za nuclear Cuba, Marekani ilikuwa anaingia kijeshi, umeona. Hakuna hizi nchi huwa hazitaki silaha za nuclear ziwe karibu nao. Kwa hiyo kwa nini Marekani hizi miundombinu ya nuclear ya Mashariki ya Kati huwa anakaa nao kidiplomasia? Ni kwa sababu iko mbali na yeye, umeona. Irani ingekuwa katika bara la Amerika alafu ndo ana miundombinu ya nuclear, Marekani angelipua kijeshi, lakini iko mbali na yeye. Kwa hiyo anaona kabisa kwamba, na pia haitengenezwi kwa ajili yake. Kitu kingine kinachomfanya Marekani aone hapa tukaeni tu kueneza mazungumzo, haina haja ya kulipua kijeshi, kwa sababu haijatengenezwa kwa ajili yake. Miundombinu ya nuclear ya Iran ni wazi inakuwa imetengenezwa kwa ajili ya Israeli, lakini pia kidogo Saudi Arabia, umeona. Kwa hiyo yeye Marekani haimuhusu miundombinu ya nuclear. Kwa hiyo moja kwa moja ndio maana anaona haina haja ya kupoteza pesa nyingi kuingia kijeshi, lakini pia haina haja ya kupata lawama kimataifa na kujiwekea doa wakati miundombinu ile haijengwi kwa ajili yetu na haiko katika bara letu. Lakini kwa Israeli hiyo inakuwa si kama Marekani. Israeli anajua ile ni miundombinu kwa ajili yake. Kwa hiyo yani afanyavyo lazima ilipue kijeshi.
Umeona? Kwa hiyo hivi ndivyo ilivyo. Kwa hiyo sasa swali linakuja, je, Israeli wanaweza kuilipua kijeshi? Wanaweza kuingia vitani bila kuwaambia Wamarekani? Kwa sababu vita nyingi Israeli wanazoingia lazima wawaambie Wamarekani kwamba tunaingia, na Marekani atoe ruhusa. Lakini zipo vita ambazo ipo milipuko ambayo Israeli wameifanya pasipo kuwapa taarifa wa Marekani. Mfano Syria, walipolipua miundombinu ya nyuklia ya Syria, japo Marekani ndio waliwatonya kwamba Syria wanajenga miundombinu ya nyuklia, lakini wa Marekani waliwaambia msiingie kijeshi, tufanyeni diplomasia. Wao wakaingia kijeshi bila kuwataarifa wa Marekani. Hivi ndivyo kwa mujibu wa vyombo vya habari huwa wanavyosema. Sasa je, wanaweza wakaingia wakailipua kijeshi miundombinu ya Iran bila kuwataarifu wa Marekani tena, au watasubiri hivi hivi vikao vinavyoendelea kati ya Wamarekani na Wairani? Wairani wao wanaendelea kubembelezwa kwenye vikao? Hili ndio swali ambalo wengi wanajiuliza, na mimi ngoja nijibu kupitia mifano. Israel kulipua miundombinu ya nchi kama Syria, Iraq bila kuwapa taarifa wa Marekani ni rahisi, zile ni nchi za Waarabu. Lakini kufanya jambo la kijeshi bila kutoa taarifa kwa Wamarekani, kwa Iran, huo ni mziki mwingine. Umenielewa? Kwa sababu Iran sio Waarabu. Kwanza hawajawahi kupimishana nguvu kuingia kijeshi, yani kuingia vitani. Lakini zile nchi za Waarabu, Israel kashazipiga zile ndani ya siku 6 tu, akazipiga zote, akachukua maeneo mpaka leo wanashindwa kuyakomboa. Lakini kwa Iran hawajawahi kupimishana hiyo nguvu. Lakini kitu kingine kinachofanya Israel afikirie mara mbili mpaka sasa hivi kuingia kijeshi kuilipua ile miundombinu ni kwamba Iran akisema ajibu mashambulizi, maana yake ni kwamba itamtaka Israeli atumie pesa nyingi sana kujilinda, na yeye kujilinda dhidi ya Iran hataweza. Itabidi awaite watu wake wamlinde dhidi ya Iran. Siongei haya maneno kama kuongea tu. Tumeona mifano mwaka jana mara mbili Iran walipoishambulia Israel, yalitumika mabilioni ya dola kuilinda Israel kwa siku moja tu, ile Iran alipokuwa anaipiga Israel. Maana yake ni kwamba Israel kuanzisha vita na Irani ya haraka kulipua ile miundombinu pasipo kuwataarifu wa Marekani ni ngumu, kwa sababu ni lazima Marekani amkubalie ili Marekani aandae jopo lake la ulinzi kwa ajili ya kumlinda Israeli kama walivyofanya mwaka jana. Na ni pesa nyingi zitahitajika, ulinzi wa anga imara utahitajika, watahitajika wakusanyane tena na Mfaransa pamoja na Muingereza wakamlinde vizuri dhidi ya Iran kama tulivyoona mwaka jana ilivyokuwa. Kwa hiyo hiki ni kitu ambacho pia kinamfanya Israel afikirie mara mbili. Kwa hiyo pasipo ruhusa ya Marekani, sidhani kama Israel anaweza akalipua ile miundombinu ya Iran. Na ndio maana imesurvive mpaka leo, inashindwa kuilipua. Kwa sababu akilipua miundombinu ya Kiarabu, majibu ya Waarabu Israel anaweza kuyamudu mwenyewe. Yaani Syria eti ampige Israel, Israel anaweza kumudu. Iraq sijui eti ampige Israeli arudishe mapigo, Israeli anaweza kujikinga na Iraq. Lakini majibu ya Iran tumeshuhudia kwamba yanafanya Israel aje alindwe kwanza na washirika wake, ndio anaweza kujibu. Yani majibu ya Iran huwa ni mazito, tuliyashuhudia mwaka jana. Yalihitajika jopo likamlinda Israel. Kwa hiyo ni wazi kabisa kwamba Israel hawezi kuilipua miundombinu mpaka apewe go ahead na Marekani. Kwa nini Warusi pamoja na Wachina na wenyewe wanasapoti Iran isiwe na nyuklia wakati Iran ni rafiki yao? Kwa nini na wenyewe wasimsapoti awe na nyuklia? Hii ni kwa sababu Warusi na Wachina ni waanzilishi wa Umoja wa Mataifa, na Umoja wa Mataifa kuna sheria ile inaitwa NPT, Non-Proliferation Treaty ya mwaka 68. Ile sheria lazima ifuatwe kwa watu wote walio sign, na Iran wamesign. Kwa hiyo Warusi na Wachina kuisapoti Iran kuwa na nyuklia, itakuwa wao wanajiharibia kimataifa, kwa sababu watakuwa wao ndio wanasapoti uvunjifu wa ile sheria ya mwaka 68, kwa sababu Iran imesign ule mkataba. Kwa hiyo kusapoti nchi ambayo tayari imesign ule mkataba wa kutokuwa na nyuklia, maana yake ni kwamba itawaharibia wao Warusi na Wachina. Kwa hiyo inabidi hata kama watapenda Iran iwe na nyuklia, inabidi wasisapoti iwe na nyuklia kwa sababu ya ule mkataba. Umenielewa sijui? Yaani hawataki kuchafuliwa kwamba wamesapoti nchi iwe na nyuklia wakati nchi imesha sign mkataba wa NPT. Kwa nini Iran isijitoe katika huo mkataba wa mwaka 68? Hiko ndo kitu ambacho nitakiongea katika video yangu inayofuata. Ili kuipata
usisahau kusubscribe hapo chini. Nitakiongea kwa undani.